Right, tu Vitor. Soko linga todia makambum. Umemuona? Ndio mzee. Umenielewa? Ndio mzee. Hujanielewa? Ndio mzee. Hujanielewa. Ukikosea utajutia. Nitaibadilisha roho yako na kukutia ya mbwa kichaa. Ndio mzee. Nina shaka na uwezo uliomo ndani ya boga hili lililoinjikwa katikati ya mabega haya. Nataka uhakikishe kwamba kilichomo ndani ya chupa hii leo hii kinamiminika juu yake. Ndio mzee. Kama hana pesa, nitamwambia achukue, atalipa siku nyingine. Sawa sawa. Biashara ni ulimi. Siku zote tia asali katika tamko la ulimi wako. Ukitenda ipasavyo, kiumbe huyu atauona ufu na uhai uliomo ndani ya chupa hii. Yote atakuwa sawa mzee. Ukishindwa, utaona jinsi kisu kimgeuzavyo binadamu kuwa bubu na fusho la mavumba linavyogeuza bongo kuwa majivu. Unaweza kwenda. Asante mzee. Huwezi kuwa na uhakika na mashine iendayo kwa kutiwa ufunguo. Hata hivyo, mambo yangu yatakuwa sawa. Kanga atanaswa kwenye mtego, na kabla hajapukutisha manyoya yake katika tapatapa za kujinusuru, tayari atakuwa mikononi mwangu. Nina sababu zangu. Kwanza, macho yangu yanahitaji kushibishwa kwa uzuri wa rangi ya manyoya yake. Masikio yangu yanapaswa kuburudishwa kwa sauti yake laini, na kwa kuwa nonga zake ni pana, naweza kujipakatisha nikazimua joto ambalo mara kwa mara hutambaa ndani ya uti wa mgongo wangu. Lakini si hilo tu. Nina sababu nyingine. Sababu iliyo kubwa zaidi kuliko hii ya hisia ya mnyama, ya kuitoa roho yake kimagazibwe, kumiliki mwili na kivuli chake, na kuwa na uhuru wa kufanya chochote nitakacho. Ni sawa na nyundo nyingine ya chuma juu ya utosi wa kuhani wao Mwana Malundi. Wakati umefika wa kumfunda adabu, wa kumwonyesha kwamba mimi Chidama ni Chidama kweli.
Batun. Kulikuwa na simu zako mbili muhimu. Kutoka wapi? Moja toka Japani, wanataka uwe agent wao wa magari hapa nchini. Yaani nikae na kusubiri commission? Sifanyi kazi hiyo. Nyingine? Ile benki mpya, meneja wao anaomba ufungue account kwenye tawi lao. Wanasema wako tayari kukupa mkopo mzuri. Sijawahi kuandika barua ya kuomba mkopo kutoka benki na wala sitaki kukopa. Somo. Pokea, karibu. Asante. Nimechoka. Pole Somo. Asante. Mipango Ya nyumbani sijui, lakini hapa ilikuwa nakusubiri wewe. nimefanikiwa. Lakini mafundi si unawajua? Ibidi mpaka nimsimamie. Mafundi na uongo ni mtu na binamu yake. Waedo. Mimi namwambia, "Ile kanzu vipi?" Anambia, "Oh, njoo kesho." Hivyo? Ana wazimu. Nikamwambia, "Si mwana anatoka kesho. Wewe unaambia njoo kesho, unaumwa?" Akasemaje? Asemeneje? Nikamwambia, "Bwana, sibandui mguu wangu hapa mpaka mwishoni nitie mkononi." Akaishona. Akaishona ati. Afanyaje? Si hapa. Jamani. Vipi? Shemeji alifika? Sijamuona mimi, sijui kwa nini. Sijamuona mimi. Unaanza wivu na kumwaya mara. Mwanamke ukiwa na wivu uishi na bwana. Nikwambie basi. Na moyo ama yeye ndivyo alivyoniahidi. Mtu Basi. Usije ukachachua hiyo sura kwa machozi na harusi bado. Kama alisema atakuja basi. Tazama hereni. Hizi njewe moja hereni na njewe nyingine hereni. Hizi ndizo tutachukuzana na shara lako jeupe, sio zile za mwanzo. ama kweli Somo unajua kuchagua. Mambo si haya. Ama kweli Somo unajua kuchagua. Unaonaje? Mambo si haya. Paswa kicheko ati. Somo naye. Kesho shemeji akikuona machoni atatamani akumeze mzima. Somo naye usianze kuniletea uchimbi. Uchumbi kufanyia nani mtoto? Manake kesho nataka tuwakate watu vilimilimi na mwenzangu. Nini? Mjini. Kuna nini? Nimekutana naye. Nani? Makubwa. Kanipa na salamu zako nikuletee. Nani? Chidama. Huyo. Simtaki mimi. Nilitoka kwa fundi cherehani kukata barabara. Huyu kidogo derevaka nikanyage. Jamani. Nikamsikia nyametia jambo. Nami nikampandishia kwa jazba. Anaolewa kesho. Basi hapo na ile mishauri yake kama mkiapweza kidogo ikuchome. Akanijibu kwa hasira. Najua, kwani sijui? Akataka kunipa zawadi za harusi nikuletee. Nikakataa mie. Unakumbuka siku ile ya Jumapili tulipokutana naye kutoka kukagua mashamba yake? Kumbuka sana. Atio, fikiri vizuri Nyamiti, usifanye uamuzi wa haraka. Na huyo kijana akikuoa, atakulisha nini? Alafu ukitaka na kuoa, usitaki na kuoa. Nani? Lakini nini? Na shaka. Shaka gani? Nasikia Chidama akimtaka mwanamke, atampata tu. Sio mimi. Mapenzi yangu yote yapo kwa chini. Halo! Somo jamani. Sasa Shanga? Sasa sikiliza mwenzangu.
Hizi shanga mafungu mawili. Hizi nyeupe shingoni. Hebu jaribu basi. Sasa na huwa mkononi. Nakwambia somo kwa kuchagua hakuna anayekuzidi. Kweli Unapendeza. Asante. Sasa sikiliza mtoto. Yanakuja mafundo Ya shanga. ati ya shanga. Wewe unajua ushanga wewe? Kipandisha milima hiki. Upandishe mlima kwa shanga ndio nini? Hapa. Unacheka leo, unakata na kuvua huo utoto wako. Kesho asubuhi na kuvika utunda mwenyewe. Ya zamani ya useche. Ya zamani, labda mtafuta somo yako mwingine, lakini kwangu mie nitauvaa mwako wetu. Basi nitavaa. Sasa gauni. Twende ukachukua. Hey, kesho mambo mkashara. Hebu jaribu. Mbona kama nimezidi urefu? Sasa unataka fupi? Unapenda chupa? Hebu jaribu. Pole pole. Taratibu. Unaona? Si unaona basi? Unapendeza. Hebu geuka. Imekaa vizuri kweli uko chini. Safi. Kavae blouse basi. Upande huo hapo. Shusha kwa chini. Sasa tayari. Ngoja je kuvisheshela. Sasa safi. Kesho nakuogesha mwenyewe kwa sabuni na dodoke. Utanisuka? Akusuke nani? Unataka nichekwe? Niambie sijui kazi yangu. Leo nazitia mafuta na kuzifunga mabuto. Kesho nazitimua, nazichana, zinachanua. Zinakuwa kama mkia wa tausi juu ya kichwa cha biharusi. Jamani, somo bila wewe singekuaje. Ndio hivyo tena, dunia mambo kikoa. Hebu tembea na hakikisha sio tukajiona vyoja sie kesho. Unacheka? Biharusi lazima ujishaue. Uende taratibu kwa matao. Macho chini hivi. Ubebe uso ulotamalaki deko. Deko lilofunikwa na mkungu wa haya. Uso uliojaa soni. Sio uso macho mia. Uso ulokupalama kama jua la kiyama. Ukifanya hivyo mtoto umejifelisha. Mbona mambo? Cheka, mradi ya kutue hayo. Oh, somo jamani. Odi mtu nje. Karibu. Asante. Kina dada. Malizeni biashara nirudi kwetu. Unauza nini? Marashi na mafuta mbalimbali hasa kwa vimwana kama nyinyi. Mafuta gani? Ya nywele. Tena kwa biharusi kama huyu ndio yatamfaa zaidi. Wafanya biashara wote waongo.
Maana unapaka mafuta nywele zote zimenyonyoka. Unakuwa kama kindala ndege. Ina maana gani sasa niharibu biashara yangu kwa chupa moja ya mafuta? Hebu lete. Nusa. Sio mabaya. Sio mabaya? Utapata wapi mafuta ya bei rahisi, mafu mazuri namna hii? Sema bei basi tusipoteze muda. Tukupe 200. Dada, mbona mbali sana huko? Bwana kama hataki mwache ende zake, tusipoteze muda sasa. Dada, usiwe na hasira bwana. Biashara haigombi. Tupe basi hizo shilingi 200. Haizuru si kitu, nipe hiyo 200 basi. Haya. Lakini mafuta unauza bei kali, 200. Dada, lakini mafuta mazuri yale, usione vile. Biashara yote mko hiyo. Haya, asante, naenda Haya. Sio mabaya, unaonaje? Mazuri. Sasa niangalie hapa. Mazuri dada. Karibu. Haya, habari za hapa? Salama. Shikia mama. Marahaba. Haya, maandalizi mnaendelea? Tunaendelea vizuri mama. Nilikuwa nataka nije nyumbani kwako nikuletee viungo vya pilau. Au tangulia nakuja sasa hivi. Haya, kwa heri. Mama kwa heri. Bye. Mama basi vile alipo. Yaani moyo una wasiwasi. Tafikia na wewe. Yeye ndo mwenye sherehe. Yaani so. Mimi naondoka. Napelekea mama viungo vya pilau. Nitarudi kufunga mabutu. Usahau kupaka mafuta Nitapaka lakini usichelewe basi somo kama shemeji yako. Sichelewi. Nitarudi sasa hivi.
Moto? Unatoka huko. Unashuka sasa. Moto. Seche yuko wapi? Nyumbani. Akina tarudi. Una umeche. Moto. Hebu nyanyuka. Hebu nyanyuka kwanza. Nyanyuka. Jitahidi. Jitahidi usimame nami. Siwezi. Moto. Kwani umekuaje? Moto. Unashuka sasa. Tumbo. Nyamiti wangu. Unakuaje? Harusi kesho jamani. Mungu wangu. Kwa nini unaugua kipindi kibaya hiki? Tati bwanangu. Tumbo. Tumbo. Moto umeshika tumboni. Moto. Kwani tumbo? Umekula nini? Ngoja nikutafutie mizizi ya mpera japo tumbo lako kidogo nani ushuke joto Seche karudi. Arudi wapi sasa? Akija mwambie kwa heri. Hapana. Usiseme hivyo mpenzi wangu. Usiseme hivyo. Unakufuru Mungu. Umefika huko. Wewe umekabidhiwa mwali, umemwacha hapa peke yake. Vipi? Imekuaje? Umevunja heshima yako. Nimekuta hapa yuko hoi kabisa. Nyamiti. Unajua analeta utani. Na wewe mtoto huyu? Nimejua kumfunda. Utani gani? Nimemkuta hapa analalamika. Nyamiti. Somo. Imekuaje? Nimetoka hapa. Muda si mrefu, mwaka mzima kabisa. Jamani. Toka nimekuja kwa mimi nalalamika hivyo tu moto joto. Vipi? Ngoja, wacha nikamtafutie mizizi ya mpera angalau joto ili lishuke kidogo. Majani yake yanatosha. Moto. Somo jamani. Moto. Jamani, Somo jamani imekuaje Somo? Moto. Nishike mimi. Jamani. Imekuaje Jamiti? Jamani. Jamani. Nikatafute dawa mpenzi wangu. Jamiti Somo. Jamiti. Niacheni jamani uchungu wangu. Ni ubinadamu dada, vumilia. Usiseme hivyo jamani, sinemie jamani. Hiyo ni mipango ya Mungu dada. Usilie sana utamkufuru Mungu dada. Sisi wote tunajua. Tunajua jamani, lakini siwezi kujizuia jamani. Sasa muombe Mungu, vumilia. Wote sisi wapitaji hapa duniani. Nyamaza. Usilie sana, nyamaza. Wewe ndo mama yetu. Sasa ukilia sisi tutafanya nini? Nyamaza dada, nyamaza. Lakini uchungu yani. Ni kweli unasikia uchungu mama yetu. Sasa hii ni kazi ya Mungu na kazi ya Mungu haina makosa. Kulia utalia sana dada. Msiba huu wa kwako ulie ukivumilia. Utaumwa. Na sikini na sisi. Huwezi kulikwepa, lazima tukubaliane nalo. Maza basi. Muda mfupi tulikuwa naye. Ni kweli unaye. Sasa tunaye mipango ya Mungu. Siamini. Mwanangu pekee. Mwaka juzi tu tumemzika baba yake, leo yeye. Nimemkosea nini Mungu mie jamani? Ni mipango ya Mungu.
Watulaga lelo Nyamiti dihaya kukujukula na kutwale kaya na kutole Nyamiti zugu 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 Maombe! Waombe! Mama! Njoo! Unajua bwana analeta mtu mwingine leo? Najua mama, nimeshiriki kumnasa. Sasa ndio ufanya nini? Kitanda hujatayarisha, kisu cha njio hujanoa. Nilikuwa natayarisha mziki wa wadudu mama. Acha mziki. Kwanza hapa. Noa kisu weka pale. Kisha tandika kitanda sawa sawa. Umenielewa? Naelewa mama. Najua mna njaa. Haya, na maji mmemaliza? Tayari mama. Tayari eh? Weka pale. Kalete ushiko pesi utandike. Watazame kwanza viumbe mliolaaniwa. Ka kuna nini leo? Njaa mama. Njaa gani? Bwana anasema amewaleta hapa sio kwa kufanya kazi ya kula. Amewaleta hapa kwa kufanya kazi ya kuzalisha utajiri. Sawa mama, na kitanda tayari. Sawa. Nenda kalete unga ili utengeneze kinyeke. Leo lazima wadudu wale mapema ili wawe tayari kumpokea mwenzao kwa vifijo. Ndiyo mama.
Safari hii itakuwa zamu ya 8. Kwa mara ya kwanza Bwana amemficha atatega mtego wake. Lazima kutakuwa na sababu, tena sababu kubwa tu. Mbona kidogo? Ndio iliyobaki mama. Mbona hujanieleza mapema? Lakini nilimweleza mzee. Lakini nilimweleza mzee. Mzee ndo anaishi hapa. Kila anapokuja kutoka mjini kwake huko, halali wala hakai. Yeye hukagua miradi yake na kutoa maagizo kisha anarudi mjini. Majambo yote yananihesabu mimi. Unaelewa? Naelewa mama. Sasa koroga huu na maji, nusu wape vizuu, nusu wapelekee nguruwe kwenye mabanda huko. Ndio mama. Kwenye store hamna kitu chochote? Kuna majongole 100. Fanya wadogo na nzi pia. Mende umemalizika toka jana. Basi wape mafindo nusu debe, kama hawajashiba ongeze minyoo debe 1. Ndio mama. Bwana wangu husema, kiumbe kisichojijua hakina uwezo wa kuchagua kitu chochote. Chochote kitakachopita kooni ni chakula tu. Tayari mama. Wawekee hapo, piga bomba waje wale. Sherehe kubwa. Sherehe ya mie. Nitawagonga mie. Tulieni. Hawa hataki kula. Nitawagonga vitu mimi. Tulia. Kama wana nguvu za kupigana basi wape majembe. Haya kuleni. Amba kweli binadamu ni mnyama. Basi. Bwana sasa hivi atafika. Nimesikia baragumu huko nje. Kwa hiyo mumpokee. Si mnajua ile ngoma? Basi kelele. Yuko chumbani. Mtayarishe kwa yote isipokuwa kwa hili moja tu. Kwa lipi bwana wangu? Ulimi wake. Ulimi wake? Wache kama ulivyo, ili niweze kuzungumza naye machache. Kwani kwa hakika nayo machache ya kuzungumza naye. Ndio bwana wangu. Mbona umekuwa kimya? Wanamuogopa mdudu mgeni mzee. Aha. Yule bado hajawa mdudu mwenzao. Lakini baada ya masaa machache tutakapoiminya punje ya uhai wake, atakuwa rafiki na mwenzi wao. Wamekula? Wamekula mzee. Vizuri. Kitanda tayari? Tayari mzee. Kisu pia tayari mzee. Jana umefanya kazi nzuri mwanangu. Asante sana mzee. Asante sana. Unajua umefanya nini? Umeanzisha vita. Mimi bwana wangu? Wewe ndio. Lakini nyamaza, friki mkubwa we. Sasa imekuwa vita. Mero, bwana wangu, basi hii imepinduka.
imekuwa vita. Vita gani bwana wangu? Muulize huyu. Jana nimemtuma akafanya kazi nzuri, lakini sasa imekuwa vita. Nitakueleza. Kwanza nilitembea, kisha nikanyata, nikatambaa hadi msituni, nikapanda ungo wangu, nikapaa. Nilipotazama chini, nikaona matuta madogo madogo yenye misalaba, nikashuka. Licha ya lile giza nene la kukata kwa shoka, niliweza kuona baadhi ya nyayo za wale wajinga wachache ambao walikuwa wanamiminika machozi wakati wa mchana. Sikupata tabu kuifufua ile maiti. Dua moja tu takatifu, mlango ulifunguka na maiti ile ikawa hai. Lakini kabla ya kuruka tena, niliona moto wa miali ya moto mwekundu ukija kwa kasi kutoka mbali. Kasi! Unajua ni nani huyo? Ni shemasi wa taasubi iliyojaa tadi na inda dhidi ya utajiri wangu. Anaitwa Mwana Malundi. Mwana Malundi? Ni huyo kuhani wa ngoma ya Mwana Malundi. Ni ujuha wa jongo kudhani kwamba anaweza kumshinda mbio nyoka ati kwa sababu ana miguu lukuki. Eti moto wa mabua unaweza kumteketeza Chidama wa Chidama. Bwana wangu, dawa yake ni adhabu kali. Kama yeye anajua wa mbele, mimi nitamwonyesha wa nyuma. Melo, lete kibuyu changu. Haya ndugu zangu, ndugu wa damu yangu, hebu niambieni, leo anatangulia nani? Wewe. Kibuyu tayari bwana wangu. Asante. Sasa wakati umefika wa kumshikisha adabu Mwana Malundi. Nendeni ili mkacheze ngoma. Mimi nakuja.
La. Safi sana. Ndio. Tumekaa hapa muda mrefu tu. Tunacheza ngoma tu, hatufanyi kazi. Niliwaambia ninachotaka ni kazi. Sasa haya wote. Ingia ndani, jitayarisha kwenda kwenye kazi. Melo. Ndio bwana. Niletee huyo kinda niseme naye. Namleta bwana. Usiogope. Tulia basi, nikueleze mwanangu. Nani mwanao? Unaweza kumua mwanao? Nimekujaje huku? Umeniua wewe? Nani amekuua? Wewe. Yaani hapo ulipo umekufa. Maiti. Umeniua wewe. Kwa nini umeniua? Tazama. Watu wote hapa kijijini wanajua nimekufa. Ndio. Joto lilipanda kisha likashuka. Na ulipogusa mwili wangu walikutoa mizizima. Taratibu wakarudisha mboni za machani, wakaniogesha, wakanipaka mafuta, wakanivalisha gauni hili. Bila shaka ilikuwa wazo la somo yangu sechi kwamba nisafiri na gauni yangu la harusi. Wakachimba kaburi, wakanifikia mimi. Wakanizika humu. Kwa nini umeniua Chidama? Kwa nini umeniua? Sikukuwa na miti, maiti haisemi. Tuseme umeniloga au? Nimekuchukua tu. Kiuchawi? Wewe na wapumbavu zako mnaita uchawi. Lakini mimi siuiti uchawi, nauita ufundi, ujuzi. Na kuanzia leo utakuwa chini ya himaya yangu. Utakuwa mke wangu. Njoo na miti. Njoo na miti. Usiniguse Chidama. Nani? Mimi Seche, fungua. Karibu shemeji. Asante. Mwanaume mwoga wewe. Nilikuwa mbali shemeji. Karibu. Asante. Haya kutoka hapo skulu. Mbali. Mbali wapi? Nitakueleza kesho. Kwani maneno yenyewe ni marefu, alafu nataka tujadiliane kwa kituo. Niambie tu, mimi kwanza sina usingizi. Tunaweza tukaongea hadi asubuhi. Mimi ninao, tena nimechoka. Hebu niambie, utanipa kitanda au niende zangu? Usiende, nitakupatia kile chumba cha pili. Unaweza kulala kwa usiku wa leo.
Sawa, nitashukuru. Nilikuwa nikizipanga nguo za bibi hapa. Wacha mimi nikusaidie basi hiyo kazi. Ngoja nizipanga. Seche. Nikiziona hizo nguo moyo wangu unaniuma sana. Piga moyo konde shemeji. Yanakuja machungu zaidi ya haya. Machungu zaidi ya haya? Haiwezekani Seche. Tena ya huyo wewe Nyamiti wako. Wewe lala, tutazungumza zaidi kesho. Ngoja mimi nikalale. Amka Chibupa, usilale, njoo niokoe. Chibupa, njoo niokoe. Njoo niokoe Chibupa. Nateseka. Amka mume wangu Chibupa. Amka. Nini shemeji? Hata nimekusikia mwenyewe unapiga kelele. Sijui ni nini. Nimesikia kama mtu ananiita. Umeota. Tuliza akili ulale. Unajua usingizi ni zawadi kubwa kwa watu wenye huzuni. Tena sauti ya kike. Sawa. Labda napatwa na wazimu. Wazimu tena? Lala bwana. Ulala hivyo shemeji? Chibupa. Nakuhitaji. Mungu wangu. Shemeji, nini tena? Unaumwa? Shemeji. Sikiza nikwambie. Sauti naisikia. Jina langu nalisikia. Picha tu ndo sioni ya huyu mtu anayeniita. Shemeji, ngoja nikwambie ukweli. Nyamiti hakufa, yuko hai. Nyamiti hakufa? Hakufa. Nyamiti? Hakufa kivipi? Si ametufia mikononi mwetu mimi na wewe? Mungu akiwa shahidi yetu. Leo unaleta habari hizi shemeji? Wewe ndio unaota. Hebu acha kukufuru bwana. Kwa nini uache nikupe habari kamili? Habari kamili gani? Sasa nataka nikueleze ama utaki? Okay, nieleze. Jana nilifunga safari ya siri kwenda kuangalia kifo cha mwali wangu. Nikaenda kwa bwana mmoja anaitwa Ngana Malundi. Huyo bwana ni mganga kienyeji. Kufika kule akanambia Nyamiti ya kufa. Akanionyesha. Wewe umemuona? Kwa jicho langu nimemuona. Shemeji, kama hayo yanayosema ni ya kweli, na kuomba na mimi unipeleke. Yaani siku yoyote utakayopata nafasi tafadhali. Usiwe na shaka. Hata kesho mimi niko tayari. Twende nitakupeleka.